Je, unajua kuna application ambazo zinaweza kufanya simu yako iwe smart zaidi na kukurahisishia maisha ya kila siku ya matumizi ya simu yako? Leo nitakuonyesha application 5 muhimu ambazo kila mtu anapaswa kuwa nazo kwenye simu yake. Na hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho, kwa maana application ambayo nitaitoa ya mwisho kabisa ni application ya muhimu kuliko zote, ambayo itakusaidia kuhifadhi kumbukumbu zako na zisipotee kabisa. Application ya kwanza ni Truecaller. Hii ni moja ya application muhimu zaidi kwa usalama wa mawasiliano yako. Truecaller inakusaidia kutambua nani anakupigia hata kama namba yake haujaisave kwenye simu yako. Na faida kubwa ya application hii hapa, inakusaidia kutambua anaokupigia simu wakati wowote ule, inakusaidia kupunguza usumbufu na simu za matapeli kwenye simu yako, na pia kujua jina la mtu anayekupigia kabla hata hujapokea simu. Kwa kipindi hiki ambacho simu za matapeli ni nyingi sana, basi Truecaller inaweza kuwa kinga muhimu kwenye simu yako. Application ya pili ni Shazam. Hii ni application inayokusaidia kutambua jina la wimbo unaochezwa karibu na wewe ndani ya sekunde chache tu. Umekaa kwenye daladala, restaurant au umeona video TikTok yenye wimbo mzuri lakini hujui jina lake, fungua Shazam. Faida kuu za application hii ni kwamba inakusaidia kutambua jina la wimbo kwa haraka zaidi, na pia inakurahisishia process ya kudownload au kuhifadhi nyimbo kwenye simu yako. Kitu kingine ambacho Shazam inakusaidia ni kuweza kupata lyrics ya nyimbo kwa urahisi zaidi. Kwa watu ambao mnapenda muziki, hii ni application ambayo ni muhimu sana kuwa nayo kwenye simu yako. Na kama unataka kujua namna gani unaweza kudownload na kuitumia Shazam kwenye simu yako, basi ingia kwenye channel yetu ya Technobongo, au angalia kwenye description hapo niwekea video ambayo itakufundisha namna gani unaweza kudownload na kuitumia Shazam kwenye simu yako. Application ya tatu ni WPS Office. Hii ni mfano wa ofisi kamili ndani ya simu yako. Kwa kutumia WPS Office unaweza kufungua, kuhariri na kutengeneza document za Word, Excel, PowerPoint na hata PDF moja kwa moja kwenye simu yako. Faida ya application hii ni kwamba inakusaidia kusoma na kuhariri document popote ulipo. Inakusaidia kutengeneza CV au barua za kazi kupitia simu yako na kufungua PDF bila programu yoyote ile kwenye simu yako. Na pia kitu kikubwa zaidi, inakusaidia kuokoa muda kwa watu wanaofanya kazi au masomo. Ikiwa wewe ni mwanafunzi, mfanyakazi au mfanyabiashara, WPS Office ni application muhimu sana kuwa nayo kwenye simu yako. Na application ya 4 ni Sender. Hii ni application inayokuwezesha kutuma na kupokea faili kwa kasi kubwa bila kutumia internet. Unaweza kutuma video, picha, nyimbo au hata application kutoka simu moja kwenda simu nyingine kwa kasi zaidi kwa kutumia application hii ya Sender. Faida yake kubwa ni kwamba haina matumizi ya data unapokuwa unahamisha faili kutoka simu moja kwenda simu nyingine. Alafu pia ina kasi kubwa zaidi ya kuhamisha mafaili. Na faida nyingine ni kwamba inakusaidia kuhamisha data kutoka simu ya zamani na kwenda kwenye simu mpya ambayo unaitumia. Kwa watu ambao mnapenda kushare mafaili mara kwa mara, basi Sender ni msaada mkubwa. Kwa simu nyingi za Android, Sender inakuja moja kwa moja kwenye simu yako unapoinunua mpya. Na kama huna Sender, basi angalia hapo chini nimekuwekea link ambayo inafundisha namna gani ambavyo unaweza ukadownload application hii na ukaitumia kwenye simu yako. Application ya mwisho na ya muhimu zaidi, hii ni Google Photo. Hii ni application ambayo kila mtu mwenye simu anapaswa kuwa nayo. Application hii huhifadhi picha na video zako kwenye cloud, ambayo inasaidia zisipotee kabisa. Faida kubwa ya application hii ni kwamba inasaidia kubackup picha na video muhimu ambazo unazo kwenye simu yako, na pia inaokoa nafasi kwenye simu yako. Kitu kingine pia inakusaidia kuweza kuwa na access ya picha zako au video zako kwenye kifaa chochote kile, labda simu nyingine au kompyuta. Na kitu kingine cha muhimu zaidi, inakusaidia kulinda kumbukumbu zako zisipotee. Na hizi ni application 5 ambazo unapaswa kuwa nazo kwenye simu yako. Acha comment yako hapo chini, niambie kwenye application hizi ambazo nimezitaja, ni ipi ambayo uko tayari unaitumia kwenye simu yako na ni ipi ambayo unatamani kujua namna gani ya kuitumia. Na kama video hii imekusaidia, usiache ku like, subscribe na ku turn notification on, ili kila tunapoachia video mpya kuhusu teknolojia uipate kwa wakati sahihi kabisa. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Technobongo, tukutane video ijayo. Bye bye.